Yes, mambo vipi mwanafamilia wa HNT Media, ni wakati mwingine tunakutana hapa kuzitazama update za michezo zisizo hapa na kutendi sana kuna mitandao ya kijamii. Ikumbuke kwamba kwa siku ya leo Simba Sports Club wanaenda kuitupa karata yao wakimkaribisha Al Masry katika mechi ambayo itachezwa katika majira ya saa 10 hapo katika uwanja wa Benjamin Mkapa, mechi ambayo imekuwa na mambo mengi, mengi nje ya uwanja mpaka ndani ya uwanja. Tumeona katika siku za hivi karibuni wazee walienda katika uwanja wa Benjamin Mkapa na kwa hoja zao walikuwa hawamtaki meneja wa uwanja huo mpaka pale ambapo wahusika wa uwanja na uongozi hapa wote ambao unahusika na uwanja wa Benjamin Mkapa walivyowaita na kuwakalisha chini wakaongea walioongea yakatamatika. Lakini si hivyo tu, tumeona pia hamasa zikifanywa siku hadi siku kuelekea kwa mechi hiyo. Pia msemaji wa klabu hiyo tuliona pia uongozi wa bodi ya utendaji ya Simba Sports Club pia nao wali press conference na wakaongea na waandishi wa habari pia kuhusiana na mechi hiyo ambayo imekuwa na ikizua sura mpya siku hadi siku. Lakini si hivyo tu, pia tumeona mambo ikiendelea mengi sana. Hata jana wakati Al Masry wanakwenda kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea kwa mechi hiyo katika uwanja wa Benjamin Mkapa, tuliona hawakuweza kupita katika mlango ambao unatakika wachezaji wapite kutokana na kwamba kulikuwa na viashiria vya ushirikina ambavyo vilitajwa kuwepo hapo, na mpaka wachezaji wa Al Masry waliamua kupita mlango mwingine na kutafuta njia nyingine ya kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Dakika 45 tu ziliwafanya Al Masry kufanya mazoezi kuna kwa uwanja huo na kukagua na kuondoka zao katika uwanja huo, wakarudi kwenda kujipanga kwa ajili ya mechi ya leo ambayo itachezwa leo. Kumekuwepo na tambo za hapa na pale kutoka kwa mashabiki wa klabu ya Simba Sports Club, lakini pia mashabiki wa vilabu vingine ambao kikosoa Simba kwa namna moja ama nyingine. Wapo watu wanaosema Simba inavuka na wapo watu ambao wanasema Simba hawezi kwenda sehemu yoyote. Bana, tambo zimekuwa nyingi sana mtaani na kila mtu amekuwa akiongea lake kuhusiana na mechi kama hii. Mtu kama Ambokile, mwandishi wa masuala ya michezo, aliweza kuwasifia Simba Sports Club na akawashauri pia kama watahitaji kushinda na kuvuka katika hatua hii ya kwenda nusu finali, basi wawatafute viongozi wa Young Africans waulize kwamba wao wanacheza vipi. Wakishapata majibu waje wafanyie kazi, na hivyo ndio itakuwa nusura ya Simba kufuzu katika hatua ya nusu finali. Lakini wapo ambao wanasema hawavuki kabisa hata kama wafanye vipi, kutokana na kwamba mlima ambao wanao Simba ni mkubwa. Simba ili avuke kwenda hatua ya nusu finali anahitaji apate mabao 3, tofauti na hivyo hawezi kwenda sehemu yoyote, na hayo mabao 3 yapatikane pasina mpinzani wake kufunga goli hata moja. Yani kwamba Al Masry afe 3-0, hapo ndo atakuwa amemuondosha katika mashindano haya na Simba atasonga mbele. Tofauti na hapo, jina Mwakarobo litaendelea kuwa lake, akiendelea kulitumikia jina hilo, mlango ambao unawatoa Simba Sports Club kila siku na kila wanapofuzu hatua ya robo finali. Huo mlango ndo utawatoa leo. Basi nikwambie kwamba taarifa zote utazipata hapa na matukio yote ya mechi hiyo yako hapa live kabisa, utaendelea kuyapata hapa kwa YouTube yako. Cha kufanya wewe ni kuhakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini pia utaifuata alama ya kengele itakayojitokeza pembeni hapo, utaibonyeza. Kwa kufanya hivyo kutakufanya wewe uwe wa kwanza kupata taarifa zetu tunazokuwa tunakuletea hapa kila siku hadi siku, ili uweze kuelewa ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Ikiwa amesalia masaa machache sana kuelekea katika mechi hiyo, tumeona pia dimba la Benjamin Mkapa watu wameanza kuingia na watu wameanza kujaa, kutokana na kwamba mechi hiyo imechukuliwa kwa ukubwa, kutokana na hamasa ambayo Simba wameifanya takriban siku 4-5. Ilikuwa ni hamasa kubwa sana ambayo ikiwafanya mashabiki wa klabu ya Simba Sports waweze kuja kunako uwanja huo. Bana, kauli ya Fadlu Davis kuelekea kwa mchezo huu aliweza kuhojiwa na waandishi wa habari kuelekea katika mchezo huu ambao utakutanisha Al Masry wakikaribishwa na Simba Sports Club. Aliweza kusema endapo kama Simba Sports Club watapoteza
mchezo huu au watatolewa katika mashindano haya, basi mtu wa kwanza kuwajibishwa atakuwa Fadlu Davis. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kwa namna yoyote ile Simba Sports Club huenda wakamwaga kocha wao kutokana na jinsi ambavyo aliweza kujikingia kifua yeye na kusema kwamba endapo kama Simba Sports Club watapoteza matokeo katika mchezo huu, basi Simba wamwajibishe moja kwa moja mkuu wa benchi la ufundi. Tunamzungumzia Fadlu Davis, kocha wa kikosi hiko cha Simba Sports Club ambacho kitashuka dimbani leo kuisaka nusu fainali ya kwanza katika hatua hizi ambazo kila mwaka wamekuwa wakiishia hatua ya robo fainali. Bana, mambo yanazidi kuwa mengi sana kutokana na hicho ambacho kinaendelea kuhappen. Lakini moja kati ya vitu ambavyo vilizungumziwa na watu wa hamasa kutoka Simba, walisema kama mechi haikuhusu basi usiingie kabisa uwanjani, baki nyumbani. Lakini mashabiki wa watani hao wa jadi, tunazungumzia Young Africans, wao waliweza kusema tunaenda uwanjani na tutawashangilia ili kuhakikisha kwamba Simba anavuka, kwa sababu hili jambo la uzalendo, lakini pia ni jambo la nchi. Kama Simba itafuzu, basi itaipa heshima nchi yetu. Moja kati ya exclusive ambayo aliweza kuongea shabiki mmoja wa Young Africans ambaye alikuwa amevalia jezi ya Yanga, lakini ametia skafu ya nchi ya Tanzania yenye bendera ya Tanzania, akishinikiza kwamba yeye yupo pale kwa ajili ya uzalendo tu na hayuko pale kama shabiki wa Simba, ila yuko pale kwa ajili ya kuwapa support ili waweze kuvuka katika hatua hiyo. Kwa namna ambavyo uwanja wa Benjamin mpaka sasa ulivyo, unaona kabisa kwamba ni dhahiri shairi kwamba uwanja utatapika na mashabiki watakuwa wengi. Na kwa nukta hiyo, basi tukutane mara baada ya kutamatika kwa mechi hii ili tuweze kukupa taarifa zote kuhusiana na kinachoendelea. Ila kwa sasa tutaendelea kukupa update kuhusiana na hali ilivyo hapa Benjamin Mkapa ili uweze kujua ni nini kinachoendelea. Mwanafamilia wa HNT Media ambaye unaendelea kutufuatilia, ambaye wewe hauko hapa uwanja Mkapa, utaendelea kupata matangazo yetu moja kwa moja ili uweze kujua ni nini kinachoendelea. Kwa muda wote ulikuwa nami naitwa Dio. Tukutane wakati mwingine. Bye bye.